wakati huu msikilizaji, natumaini kuwa umeamka salama mahali popote pale ulipo. Karibu kusikiliza uchambuzi wetu wa habari asubuhi ya leo. Uchambuzi ambao unajumuisha na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za wanaripota wetu kutoka kuna mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako Bukuru Tantine Aldama, fundi mitambo Ja Ekala Jaden, na kualika msikilizaji kuambatana nami mwanzo hadi tamati. Nasema karibu. Kabla ya uchambuzi wetu wa habari, mtamsikia Ja Ekala Jaden kwa kutuletea habari muhimu. Karibu. Naam, mwenzangu Bukuru Tantine Aldama, asante sana kwa kuweza kunipa fursa hiyo. Leo kwenye habari muhimu tunaanzia na huko Uvira ambako shughuli mbalimbali zimeendeshwa vema siku ya kwanza ya wiki tunayo mjini Uvira. Hivyo ni baada ya kuondoka rasmi kwa vikosi vyote vya AFC M23 na kuingia pia kwa maelfu ya askari jeshi wa taifa FARDC pamoja na wazalendo mjini Uvira. Hatua za kuondoka kwao imetokana na shindikizo au pression ya Umarekani kwa kuheshimu mkataba wa DRC na Rwanda. Pia kwenye habari ya kitaifa ni kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ametua mjini Davos nchini Uswisi kushiriki mkutano wa 56 wa jukwaa ya uchumi wa kitaifa unaofanyika kila mwaka. Na kwenye habari ya kimataifa huko Burundi ni kwamba wakimbizi wa Kongomani waliokimbilia ndani ya kambi ya Busuma jimboni Ruyigi nchini Burundi wanaendelea kutoa malalamiko yao juu ya hali mbaya ya maisha wanayopitia kwa sasa. Hawa wanaomba serikali ya Kongo kupata suluhu juu ya wao kurudi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwenzangu Bukuru Tantini Haldama naweka nukta kwenye habari muhimu kwa asubuhi ya leo. Asante sana Ja Ekala Jaden kwa usomaji wako mzuri huo wa habari muhimu. Na sasa tunaingia undani wa uchambuzi wetu wa habari, tukianzia katika mji wa Baraka. Anaendelea kupatikana mjini Baraka gavana makamu Jean-Jacques Lacano na ujumbe wengine wa jimbo tangu siku ya Jumamosi ya tarehe 17 Januari mwaka 2026 kwa lengo la kuja kujionea wenyewe hali ya raia wa eneo hili na ambako raia wanatoa mtazamo wao kuhusu ujio wake. Mchumbe wa mkulima na Fatuma na ripoti kamili. Mara tu alipowasili mjini Baraka, gavana makamu Jean-Jacques Lacano amepokelewa na maelfu ya raia wa eneo hili ili kujisikilia wenyewe ujumbe aliyokuja nao. Jumapili ya tarehe 18 Januari 2026, gavana makamu ameendesha hotuba ya hadharani katikati mwa mji wa Baraka kwa kuonesha hali ya sasa ya kivita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gavana makamu Jean-Jacques Lacano anaonesha hapa lengo kuu la uwepo wake katika eneo la mji wa Baraka na tarafa la Fizi. Tulipenda tujionee wenyewe juu habari zilikuwa mingi kuhusu tarafa la Fizi na jiji la Baraka. Tumekuta unapoona umati, unaona kama amani iko, jeshi letu linatumika vizuri, wazalendo wanafanya kazi yao vizuri. Tulikuja pia tena kuomba ya kwamba kuwe umoja kati ya kabila mbalimbali ambazo zinaishi mu province ya Sud Kivu na nchi yetu ya Kongo. Tumekuja kuwakumbusha ya kwamba Rais Felix Tshisekedi Chilombo hapendi hata kidogo ubaguzi kati ya watoto wa Kongomani. Tukibaguana tutakuwa tunapatia adui mwanya na tutakuwa tunacheza mchezo wake. Hiyo ndio message ambayo tunawatumia na tunaomba wafanye hivyo kwa kuheshimisha serikali ya Kinshasa na kuheshimisha pia liwali wetu Jean-Jacques Purusi ambayo msiku za usoni atawasili juu iko nafanya plaidoyer kubwa juu misaada ya kusaidia wa déplacés interne ikuye nayo. Wa déplacés interne wana haki nao ya kuhifadhiwa na serikali na demarche ziko en cours. Hata hivyo, upande mwingine, siku ya kwanza ya wiki tunayo, gavana makamu Jean-Jacques Lacano ameitisha kikao cha baraza la usalama wa jimbo na ambako hapa anaonesha walioshiriki kwenye kikao hicho.
Ndio tunatoka kwenye kikao cha usalama ambacho kilijumuisha wanamemba wa komite provincial ya securite, tukaongezea hapo wanamemba wa komite lokale ya securite na wenzetu wa VDP wazalendo, watu wa FEC na societe civile. Kupitia kikao hicho kikubwa, azimio tofauti zimechukuliwa, ikiwa kama vile kuondolewa kwa vizuizi vyote vya wazalendo vyenye kulipisha pesa kwa wasafiri na kadhalika. Baada ya mazungumzo ya saa mrefu, tulikubaliana yafuatayo. Kwanza, komite provincial ya securite inashukuru kuona vile ya Uvira inarudia kwenye serikali ya Kongo, na hiyo shukrani zetu tunazipatia rais na tunazipatia pia jeshi la Kongo pamoja na watoto wetu wazalendo. Tunakataa ubaguzi wa kabila, kila mtu ajikute ya kwamba iko nchi yake na nchi ya Kongo. Ya pili, komite provincial inaomba wa responsable wa mantite yote decentralize na mantite yote ya leta wa multiplier ma reunion ile tunaita ma reunion ya kila wiki ya komite lokale ya securite, juu ya kuwa na identifier maprobleme biko nayo na kujua nani ameingia na nani ametoka, juu ya kupiganisha wale ambao tunaita wa infiltré. Ya tatu, komite provincial baada ya kuzungumza na wafanyabiashara ambao walikuwa katika matatizo, tumekubaliana ya kwamba FEC itaambia wanamemba wake wote waanze kulipa mataksi za leta na kuachia services za leta kufanya kazi yao. Walitufikishia malalamiko yao na ile malalamiko tumekubali kuifanyizia kazi. Tutabeba ripoti kwa mwenye anahusika na tumejiangaje kuleta masolution rapidement. Na nyingine ya mwisho, komite provincial ya securite inaomba kwa coordination ya wazalendo. Tunaipongeza na ile kazi ya kutoa mabariere, kutoza pesa, waendelee kuitoa isionekane tena, kwa sababu inarudisha raia nyuma na iko nataka kuleta fujo kati ya vikundi mbalimbali. Ujio wa gavana makamu Jean-Jacques Lakano mjini Baraka na tarafa la Fizi umepokelewa namna gani na raia? Baadhi ya raia waeleze yafuatayo. Sisi kwa ngambo moja tuliona ni vizuri, kwa sababu tulikuwa tunajiuliza gavana wetu ameenda nafasi gani, yupo wapi? Kwa sasa tulimuona na kuja kutuambia message ya kuonesha kwamba hali imekwisha kuwa vizuri. Sisi mpaka kwa sasa hatujue kama gavana makamu anakuja kuketi Baraka ama anakuja kutuambia message tu na narudia. Nimependelea gavana makamu aweke watu wazi kama anakuja hapa kukaa Baraka kwa muda ama anakuja kutuambia habari na kurudia nafasi ambayo ametoka. Uwepo yake hapa Baraka ilitutia moyo, kuona alikia kutuomboleza kwa gisi mavita tulipata hapa na kwa gisi tulikimbilia hapa Baraka kwa ajili ya usalama. Wakati tulifika hapa tulikumbwa na tatizo ya maji ya kunywa, chakula na mahali pa kulala. Paka hivi shibatu benye tulitoka fast tunakuya hapa hakuna mwae. Recommendation tunaweza kumpatia watudishie amani, kila mtu arudie kwa kwao, kila mtu arudie kwa familia yake, kila mtu arudie kwake. Itatusaidia sana. Mimi nimeshukuru sana kwa kuja kwake hapa Baraka. Tumeshukuru kwa sababu tunaona yeye ni mzalendo halisi, kwa sababu hakutuacha tangu hivi vyote vijakuja. Alikuwa kuja kila mara anafanya hotuba, na hivi kisi tena kumekuwa amani kidogo tena. Tumeshukuru amekuja. Yaani tunaona ni mzalendo halisi, tuko naye kwa kila kitu, kwa kila jambo lote hili. Maombi langu natoa kwake apelekee president numero 1 wa nchi habari ya kusema kama tutolee vurugu. Sisi hatutaki haya mambo ya vurugu, tunataka mambo ya vita iishe kabisa. Hiyo ndio ujumbe wetu kubwa ambao tunataka atubebe kule numero 1, atuambie kama sisi hatutaki vita, yani vita viishe kabisa, mwanzo mwisho viishe. Hatutaki, kwa sababu tunakimbia sana, watu wanateseka sana. Kwa hiyo tunaona yeye ni mzalendo halisi, anakuja kututembelea kila mara, na hivyo atupelekee ujumbe kusema kama sisi hatutaki vitu vya vurugu huku kwetu Fizi. Ninafurahi kuona guverneri anatujali mwakati ene ilikuwa ni ya nguvu kidogo, juu ni uvumilivu tulifanya kutosha. Vita ilikuwa inakia na kasi, tulipoteza vitu, wengine walikimbia ovyo, lakini guverneri Mungu ambariki juu
alikumbuka kia tufariji wakati ene na stahili atufariji. Si ya comprendre façon yake ya kuishi, jua nini alitoka hapa mvita, shie wanaishi tukabakia hapa, jua nini yana tuabandoni wakati alipo. Mimi ndeza penda akwe na jikaza sasa vile kuna kutokea problem ndio kwa present. Jua ni mtu wao, sio mtu wa pays étranger. Ni hapa kwetu alors hakuna kwa present kwa problem yote inajitokeza. Anakuwa pale jua wakati alivita angepasha kuwa hapa na shie. Ina tukwaza moyo, mego na tuabandoni. Ni vema tuwajulishe kuwa bado gavana makamu Jean-Jacques Elakano anaendelea na ziara zingine za kikazi maeneo haya. Tujielekeze katika mji jirani wa Uvira. Shughuli mbalimbali zimeendeshwa vema siku ya kwanza ya wiki tunayo mjini Uvira. Hivyo ni baada ya kuondoka rasmi kwa vikosi vyote vya AFC M23 na kuingia pia kwa maelfu ya askari jeshi wa taifa FARDC pamoja na wazalendo mjini Uvira. Hatua za kuondoka kwao imetokana na shinikizo au pression ya Umarekani kwa kuheshimu mkataba wa Rwanda na DR Congo. Taarifa tunazo ni kwamba raia wengi wa mji wa Uvira wamefurahia vya kutosha kuondoka kwa waasi wa M23 na hivyo wameomba serikali ya Kinshasa kupata suluhu juu ya kumaliza vita mara moja mashariki mwa DRC. Hata hivyo, Radio Kivu imetamani kufahamu juu ya hali ya sasa mjini Uvira. Chako changu Bon Ane ametoa hapa maelezo. Hali tuko nao kwa sasa iko shwari, Mungu anasaidia kwa sababu M23 yote imeondoka ndani ya vile Uvira, na kwa habari tuko nazo M23 kwa sasa inapatikana mu village ya Sange iko mteritwari ya Uvira. Na mu vile ya Uvira wazalendo waliingia tangu jana na saa 4 asubuhi ndio wameingia wazalendo pamoja na FRDC, na FRDC imewahi mpaka kwenye frontier ndio kwenye na keti na wanaketi, na wengine wako kwenye secteur na wengine wako kukambi ya Rugenge, parki publique ya Rugenge, na wazalendo wako katika mingine wamoja kwenye makambi yao yenyewe walikuwa wanaikala, na wengine nafasi mbalimbali kwenye walikuwa wanaketi. Hiyo ndo hali tuko nayo. Masasa imelia mingi sana, ya imoja ya furaha, nyingine ya ukaribisho, lakini pia wizi imekuwa mingi, raia imeporapora nyumba fulani, na hiyo ndio kisi tuko kwa leo. Mtazamo wa wananchi ni gani baada ya AFC M23 kuondoka katika mji huo wa Uvira? Mtazamo wenye raia iko nayo ni kuona tu kwamba wamekuwa huru, na wala wa Rwanda kupitia AFC M23 umetoweka, na kila mtu anaweza akafungua kazi zake. Wanatarajia kuona hata pia utawala wa Kinshasa ukirudia hapa Uvira na makazi mbalimbali ikikuya. Upande wa mpaka wa Gatumba tayari uko wazi tangu jana au namna gani baada ya M23 kuondoka? Mpaka wa Gatumba mpaka sasa hujakuwa wazi, ungaliki unafungwa tukisubiri mikakati ama mipangilio mbalimbali ya kisiasa. Na alipoulizwa kuhusu mtazamo wake ni gani juu ya kuondoka kwa waasi wa AFC M23 hawawezi tena kurudi mjini Uvira, mwanasheria Chako changu amejibu yafuatayo. Sisi kwetu ni kuelewa kwamba retrait iko mpe politique, mambo ya kijeshi, iko mambo ya kijeshi na hatuyaelewi sana mambo ya kijeshi, lakini tunaona sisi kwamba tuna observe, tuangalie kwamba eske wataheshimu kisi retrait wamesema wao wenyewe. Activities zote zinafanyika na gari za kwenda Bukavu ndo hazikuenda, lakini activities zote ziko, ingalao frontiere yafunguliwa, ingalao administrative haianza, ingalao soko haikulema, lakini activity imefanyika, biro zimefunguliwa. Ukilinganisha maisha au hali ya wananchi gisi walivyokuwa wakati wa utawala wa M23 hapo Uvira na baada ya kuingia kwa serikali hapo, unaona kunakuwa mabadiliko au hali ni kama kawaida, ni ile ile tu? Mabadiliko yapo. Kitu gani? Ni kwamba watu usiku wametembea hadi saa zote zenyewe wamependelea. Watu wamekunywa pombe hadi saa zote wamependelea. Mtu unamuona iko na furaha kwenye uso na ana shangwe nyingi sana, tofauti na wakati M23 iko Uvira. Watu walikuwa na woga, pusikoze mingi, maisha hawakuwa wanaaminia kwamba itakuwa mazuri, lakini kwa sasa tunasubiri kama itabadilika kama je zaidi. Message yangu kwa raia ni kwamba watu waevite kuporana, sababu hakuna mtu mwenyewe iko
iko ametafutia mtu mwingine, lakini nitamtafutia yeye mwenyewe. Ya pili ni kwamba kwa serikali iameliore maisha ya watu, kwa kuwa haielewi wakongomani waishi miaka 13 maisha magumu, krize mingi, njala, japo Kongo ina mali mingi, insecurity iko mingi, siasa ikamati, majeshi wako organize kama mahali ambapo kila mtu anajua. Nafikiria kwamba Kongo inapaswa kuwa nchi ambayo inapaswa kuheshimika mnivo zote zile. Ndio maana wafanya siasa wakuwe na neno moja, ingalao sheria na rekontra opposition politique, lakini wakuwe na neno moja na wapatane, waameliore maisha ya Kongomani, maisha ya wajeshi, maisha ya ngambo zote. Nafikiria kwamba kwa majeshi ni kupata conscience kwamba pamoja tunaweza kufanya usalama tu. Hakuna raia na hakuna jeshi, usalama ni wa watu wote. Wakati hayo ya kijiri, duru zetu zasema kuwa wahasi wa FCM23 wameondoka pia hapa Kiliba na hivyo kuweka ngome yao Pasange, makao makuu ya tarafa ya Uvira, kwa kusubiri hatua zingine, kama walivyoeleza kwenye mitingi ya hadharani walioifanya mbele ya raia siku ya Jumapili ya tariki 18 Januari mwaka wa 2026 Pasange kati. Na sasa tunajitupa viwanjani kwa habari za michezo, naye Omari Makelele Ozile, karibu. Na barabara kabisa, msikilizaji wa redio ya kijamii Kivu. Leo katika habari za michezo tuanzie na michuano ya ligi kuu hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maarufu Linafuti, ambayo iliweza kutimua vumbi mchana wa siku ya Jumapili ya tariki 18 Januari 2026. Mechi kadhaa ziliweza kupigwa katika viwanja mbalimbali. Vijana wa AS New Soldier waliweza kuwatandika timu ya Blessing FC mabao 3-1, na vijana wa CS Don Bosco kutoka sare ya kutofungana zidi ya vijana wa FC Lubumbashi Sport. Tupuisa Mazembe wakaweza kuwatandika timu ya AS Senlik mabao 3-0, na vijana wa FC Chikas wakaweza kuwatandika timu ya JS Group Bazano bao 1-0, na klabu ya AS Malole wakaweza kutoka sare ya kufungana mabao 2-2, na vijana wa ES Chinkuku na Sente Lualupo po wakaweza kuonyesha mvua ya mabao timu ya Sanga Balende kwa kuweza kuwatandika mabao 4-0. Vijana wa Manyema Inyo ya Kindu wakaweza kusalimu amri kutandikwa bao 1-0, na vijana wa Lezegle di Congo na FC Renaissance wakatoka sare kungana bao 1-1, na vijana wa AS Rangers FC Manika wakaweza kutandikwa mabao 4-0 na vijana wa AS Vin Club ya Kinshasa. Pale katika nchi jirani ya Burundi ni kwamba siku ya Jumapili vijana wa Vision 2026 waweza kuwatandika timu ya Ngozi City mabao 2-1. Kayanza United wakatandikwa bao 1-0, na vijana wa Aigle Noir na Messager Ngozi wakaweza kutoka sare ya kutofungana zidi ya Bumamuru. Musongati wakaweza kutandikwa bao 1-0, na vijana wa Muzinga na Olympique Star wakatandikwa bao 1-0 na vijana wa Flambori Centre. Na upande mwingine ni kwamba timu ya taifa ya Senegal ya Sadio Mane imekuwa mabingwa wa michuano ya AFCON mwaka 2025 kisha kuwatandika timu ya Morocco bao 1-0, bao ambalo lilipachikwa kunako dakika za mwisho kabisa, na hivyo kupelekea vijana wa Senegal kuwa mabingwa wa michuano ya AFCON mwaka 2025 na kuandikisha kombe lao la pili katika historia ya michuano hiyo ya mataifa barani Afrika. Na vile vile ni kwamba kocha wa Senegal Pape Thiaw anatarajiwa kusimamishwa na shirikisho la soka barani Afrika CAF kutokana na kitendo chake cha kutoa amri kwa wachezaji wake kuondoka uwanjani katika fainali ya kombe la mataifa iliyopigwa dhidi ya Morocco. Kocha huyo wa Senegal alitoa amri hiyo baada ya Morocco kuweza kupata penalti ambayo ilionekana ni kama wameonewa, lakini baadaye wachezaji walirudi uwanjani na Senegal kushinda bao hilo pekee. Kocha huyo amesema kukiri kosa lake na kuomba msamaha, akisema kuwa alifanya hivyo kwa hasira na alijutia kitendo chake. Hata hivyo, shirikisho la soka barani Afrika CAF inaweza kuchukua hatua kali dhidi yake, ikiwa ni pamoja na kumpiga fine na kumnyima kabisa kibali cha kuweza kuendelea kufundisha timu ya taifa ya Senegal katika mechi kadhaa. Hata hivyo, shirikisho la soka mchini Senegal limetangaza kusimama na kuunga mkono maamuzi ya kocha wao ya kuwatoa wachezaji uwanjani alipohisi anazulumiwa na muamuzi wa mchezo ambao ulikuwa ni Jean-Jacques Ndala kutoka DRC. Hii imekuja masaa machache tu baada ya ripoti zilizochapishwa kuwa CAF utaweza kumchukulia hatua
Na upande mwingine, kisha kukosa hiyo penalty, mchezaji Brahim Diaz alisema, nafsi yangu inaniuma sana kwa kile kilichotokea usiku wa siku ya Jumapili. Nashukuru kwa upendo na faraja mlionipatia. Jumbe mbaya na nzuri zote zimenifikia na nimeziona, nitazifanyia kazi kwa muda wowote. Naumia sana na wala sikuwaza kama itakuwa vile, na waomba msamaha wote, hasa mashabiki wa timu ya taifa ya Morocco, mnisamehe sana. Itakuwa vigumu sana jeraha langu kupona, sababu jeraha hili ni kubwa moyoni mwangu. Nitaendelea kupambana na kurudi tena kwenye hali yangu, japokuwa itakuwa ni ngumu kabisa kuwa sawa katika siku hizi. Nitaendelea kupambana mpaka siku moja nitakaporudisha upendo na furaha ya mashabiki wa timu yangu ya taifa Morocco. Hayo ni maneno ya Brahim Diaz. Asante sana Omari Makilele Uzile kwa habari hizo za michezo. Endapo msikilizaji ndo bado unakuja kujiunga nasi, unasikiliza uchambuzi wa habari kutoka kwenye redio ya kijamii Kivu mjini Baraka kupitia mitabeni yake ya 93.0. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Kuondoka kwa waasi wa FCM23 mjini Uvira ni hatua kweli, lakini bado haijaridhisha na haijawa sababu ya sisi kuwaza kuwa vita vimeisha. Ndivyo amesema notable Andre Biadunia Mashaka, ambaye ameomba serikali kuu ya Kinshasa kuwa macho zaidi. Mtazamo huo aliutoa alipohojiwa na Radio Kivu juu ya kuondoka kwa waasi wa FCM23 mjini Uvira. Andre Biadunia ameonyesha kujizuia juu ya swala la kuhakikisha kuwa vita vimekwisha. Antuka mimi siwezi kukonfirme kwamba vita imeisha. Siwezi konfirme kwamba Juba litoka Uvira ke nono maintenant vitu vinakuwa sawa, na Bukavu watatoka na Goma watatoka mpaka barudie Bunagana, parce que même si banarudia Bunagana c'est encore une partie ya RDC. Mais mie niko na confiance kwa FRDC, niko na confiance kwa bazalendo kwamba kama politiki inakatala kujiengere mu gestion ya vita, kama politiki inakamata au sérieux vita, tunaweza kuimaliza kwa masasi. Tuko na nguvu, tuko na vitu yote. Alors, je me réserve kusema kama vita imeisha, mais na émettre madoute zangu par rapport na question ya Uvira. Madoute zangu njoizi. Sisi wote leo objectif kubwa ni kuona vita kabisa iishe lote, na wenzetu ambao walikimbia kwenye makambi warudie, wareganye mamilie zabo. Batu benye bangali mumafasi kwenye M23 kufika na utama Baraka Fizi nafasi ingine, basi kuwa inkiete tena. Donc vite sifikake tena kule. Loro vigilance ni kusema kwamba yafaa wazalendo na FRDC kupitia serikali ya Kongo ambayo itapana mamoyen ideployer les militaires les wazalendo dans les hauts plateaux pour que basi traverser kule wakie kutupiga Baraka Fizi baende Kalemi. Haiza kuhusu swala la uwepo wa wahasi wa FCM23 Pasange tarafani Uvira, Andre Biadunia amerejea mara tena na kutoa mtazamo wake. Habawezi kubakia kunivou ya Sange kisha tujipige kifua ke vita imeisha. Paske konsekansi ya kwanza ni kwamba Burundi haitafungula mipaka na sisi, et pourtant bangali pale kunivou ya Sange. Donc il faut dégager batoke baende kwa badikuwaka ku 75 km pale, tunaweza kujirasire kwamba Burundi inaweza kufungula mipaka. Konsekansi ya tatu ni kwamba mpaka sasa Uvira inakuwa kama inategemea tu Baraka, inategemea na Kaplene kidogo mpaka Kiliba, inategemea aussi bato za kutoka kunivou ya Kalemi. Donc tungali na obligation ya kujireunir, ya kutia nguvu pamoja, tusikue distrait kuwaza kwamba no vitu vimeisha, tucheze tutie bunduki chini vitu vimeisha. Hapana, le moment bao wana perdre Uvira bako banawaza namna gani watarekipere ingine entité en compensation ya Uvira kwa balipoteza, parce que kene kilibatoa Uvira diplomatie li jouer ku niveau moya hivi. Donc boko wao wanapoteza, parce que même ukisikia discours ya Laurence Kanyuka porte-parole alisema kwamba tunapaacha par douleur, tunatoka par douleur.
na bako bana traverser banaweza kupita Lemera banaenda bakakia tena kutuanguka eko de moment à l'autre. Donc hatuko obligé kukuwa distrait, na ile njoo apele yangu kwa bazalendo, ile njoo apele yangu kwa FRDC na niveau politique ku niveau ya Kinshasa, basi kwa distrait kuwaza kwamba vitu vimeisha. Hapana, na sisi raia tusijiplonger mu mabitu ya mareglement de compte au ule alitumikaka nabo mkamate ule. Ça je ne suis pas d'accord. Mwache justice atakia kufanya kazi yake, moma itafika. Lakini kwa sasa hivi tujikosantre kujua namna gani adui atakuwa dégagé définitivement na vita tena isirudi yake kwa niveau ya region ambayo kwenye system. Na kwenye habari ya kitaifa, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ametua mjini Davos nchini Uswisi kushiriki mkutano wa 56 wa jukwaa ya uchumi wa kimataifa unaofanyika kila mwaka. Izaki Mulucha Ashibe na ripoti kamili. Naam, amewasili Jumapili ya Januari 18 kushiriki mkutano huo ambao umeanza Januari 19 na utatamatika Januari 23, 2026 chini ya mada roho ya mazungumzo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inajitokeza Davos kama nchi suluhisho katikati ya masuala makubwa yanayoikumba dunia kwa sasa. DRC ni nchi suluhisho kwa ajili ya hali ya hewa kwa nguvu ya misitu na mabwawa yake, lakini pia nchi suluhisho kwa ajili ya mabadiliko ya nishati kwa madini yake muhimu na uwezo wake wa umeme wa maji. DRC vile vile ni nchi suluhisho kwa ajili ya mtaji wake wa kibinadamu na vijana wake wenye nguvu ambao wanawakilisha karibu 70% ya raia wake. DRC, mwanachama asiyekuwa wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, itaongea kwa niaba ya Afrika nzima huko Davos, hasa katika sekta muhimu za maendeleo endelevu ambapo nchi inatarajia kuunda ushirikiano wa kimkakati kwa roho ya uwazi na kwa heshima kali ya maslahi yake. Mkutano huu mkubwa wa kimataifa unawakusanisha zaidi ya viongozi wa nchi 60 pamoja na washiriki wapatao 2500, kati yao wataalamu wa kisiasa, wataalamu wa kiuchumi na viongozi wa maoni kutoka duniani kote. Rais akiwa nje ya nchi, heka za kisiasa bado zinapamba moto nchini DRC, haswa kamata inayoendeshwa dhidi ya wapinzani wa serikali. Tarehe 18 Januari, chama cha PPRD kimetangaza kupitia taarifa rasmi kutekwa kwa naibu rais wa chama hicho Bwana Obeminako Njalanjoko. Spika huyu wa zamani wa bunge alitolewa nyumbani kwake na wanaume waliovalia sare bila saa 7 usiku, jambo lenye kuibua mtafaruko mkubwa kati ya wanasiasa. Jumatatu tarehe 19 Januari, pinzani na mgombea wa urais mwaka wa 2023 Seti Kikuni ameondoka vile nchini kama mkimbizi wa kisiasa kufuatia vitisho vya kuuawa vinavyoendeshwa dhidi yake kwa mujibu wa tangazo lilotolewa na muungano wake wa kisiasa. Buku Tantin Aldama naishia hapo kwenye ukurasa wa habari za kitaifa. Na katika nchi jirani ya Burundi, wakimbizi wa Kongomani waliokimbilia ndani ya kambi ya Busuma jimboni Ruyigi nchini Burundi wanaendelea kutoa malalamiko yao juu ya hali mbaya ya maisha wanayopitia kwa sasa. Hawa wanaomba serikali ya Kongo kupata suluhu juu ya wao kurudi DR Kongo. Kwake Sami Amimu Kortikol, mmoja kati ya viongozi wa mashirika ya kirahia tarafani Fizi, ambaye pia ni miongoni mwa wakimbizi ndani ya kambi hiyo ya Busuma, anatoa hapa picha halisi ya leo juu ya maisha yao huko Burundi. Ndio tunataka juste tu kupana picha halisi ya hali ambayo wakimbizi wa Kongomani wanaojikuta wamepatikana kwa sasa ndani ya kambi ya Busuma mu province ya Ruyigi nchini Burundi. Kwa kweli ndugu mtangazaji, sisi kama vile wakimbizi tangu tulipovuka kutoka Kongo na kuja hapa Burundi, tumepokelewa kwanza vizuri, lakini hali ya huduma iko hafifu sana. Mu secteur humanitaire presque zote. Kianza kwanza sekteur ya abri, tunalala makondisio za mubaya sana. Yani mkimbizi ambaye hakuja na kipande ya hema ama kuja amenunua hema Rumonge, hapa ni kuteseka tu. Tunalala mu matante bwenye hauwezi hata kuelewa. Mtu mzima unajikuta uko na jamaa ya watoto 5, 6 mke, lakini unalala makondisho za mbaya. Tukienda ku secteur alimentaire, kuna watu ambao wameshaeneza takriban miezi 2, wengine 1.5, na hawajapata huduma yoyote, hawajapata chakula yoyote. Ina maana tu ni mfuko wa mtu ndio ngali unachukua nafasi ya huduma ile ambayo labda mashirika za kiutu zilipashwa kufanya. Tukienda mu secteur sante,
wash nutrition, ile njoo siseme hapa na hapa tunakwenda kwa enregistrer makaza DC juu ya kukosa matibabu. Mwishowe ameomba kwa viongozi wa nchi kutembelea kambi hiyo ya Busuma ili kujionea wenyewe hali ya sasa, kwani kwa mujibu wake ya kuambiliwa yana uongo. Kifupi ni kusema kwamba wakimbizi tunahangaika sana tena sana, na ndio maana tungeomba wakuu viongozi wa nchi yetu ya Kongo kuangalia namna gani wanaweza kurudisha usalama na amani mashariki mwa Kongo kusudi wakimbizi tupate kurudishwa. Maana hapa huduma ziko afifu. Nawaza kila mara mko mnasikia mara maandamano, mara wakimbizi wanakwenda kufanya fujo kwenye ofisi ya UNAPRA, mara polisi, mara UNHCR kudai kwamba warudishwe Kongo, ni sababu huduma muhimu kwa wakimbizi haziko kabisa. Na kingine ambacho labda wakuu viongozi wa kambi, hususan wakuu viongozi wa SER, wanasema kwamba walitegemea kwamba kambi ya Busuma itapokea wakimbizi 25,000, lakini kwa sasa tunajikuta tuko wakimbizi 65,000 bila kuhesabu wale ambao wamebaki Rumonge mu centre d'accueil, bila kusahau wale ambao wametoka ngambo za Plaine la Ruzizi ambao wako Chibitoke. Ina maana watu ni wengi sana kupita kiasi, mpaka mashirika inashindwa ianzie wapi na iishie wapi. Ni kupitia sauti yake hiyo Sami Amimoko Artikole ambaye anapatikana kwa sasa nchini Burundi, ndipo tunafika mwisho wa uchambuzi wetu wa habari asubuhi ya leo. Mimi ni Bukuru Tantine Aldama, shukrani zangu kwako wewe msikilizaji na wenzangu ambao tuliambatana nao kwenye meza ya uhariri. Nasema kwaheri, mchana mwema.